sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 4, kipindi cha kawaida mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 15 hadi ya 17 na aya ya 20 hadi ya 21. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 6 aya ya 30 hadi ya 34. Karibu tusikilize Injili. Mitume walikusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote waliyowafundisha. Akawaambia, njooni ninyi peke yenu kwa faraga, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi, wakija wakienda. Hata haikuwapo nafasi ya kula, wakaenda zao faraga mashuani. Mahali pasipokuwa na watu, watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu. Toka miji yote wakatangulia kufika. Na aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Injili ya leo inatuonyesha picha ya Yesu aliyejaa huruma na hekima ya kichungaji. Mitume wanarudi kutoka utume wao wakiwa wamechoka, lakini pia wakiwa na shauku ya kusimulia yale yote walioyafanya na kufundisha. Yesu akitambua hali yao, anawaalika wapumzike kidogo mahali pa faraga. Hii inaonyesha kuwa katika maisha ya Kikristo, kazi ya utume lazima iambatane na pumziko, sala na kukaa na Bwana. Bila haya, huduma hugeuka kuwa mzigo badala ya zawadi. Hata hivyo, mpango huo wa pumziko unavurugwa na umati wa watu waliokuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Yesu hachukizwi wala kuchoka nao. Badala yake, moyo wake unajaa huruma. Anaacha pumziko lake na kuanza kuwafundisha mambo mengi. Hapa tunajifunza kuwa upendo wa kweli haujiwekei mipaka migumu. Huruma ya Kristo inatanguliza mahitaji ya wengine kuliko starehe binafsi. Mtakatifu Gaspar del Bufalo, mwanzilishi wa shirika la Misionari Mtakatifu ya Yesu, alisisitiza sana huruma ya Kristo inayotiririka kutoka katika damu yake takatifu. Kwa mtazamo wake, umati wa watu waliokuwa kama kondoo wasio na mchungaji ni taswira ya dunia inayohitaji kukumbushwa upendo wa Mungu. Mtakatifu Gaspar del Bufalo aliamini kuwa mtume wa kweli ni yule anayeguswa na mateso ya watu na kuruhusu moyo wake uchomwe na huruma ya Kristo. Injili hii inatualika tuwe tayari kuacha mipango yetu binafsi ili kuitikia kilio cha wale wanaohitaji mwongozo wa kiroho. Kwa upande mwingine, mwenye heri Yohane Melini, mtume wa damu takatifu ya Yesu, alifundisha umuhimu wa utiifu, unyenyekevu na uvumilivu katika huduma. Aliona kwamba uchovu na changamoto za utume si ishara ya kushindwa, bali ni fursa ya kuunganishwa zaidi na Kristo. Kama mitume katika Injili hii, Yohane Melini alisisitiza haja ya kurudi mara kwa mara kwa Yesu ili kupata nguvu mpya. Pia alifundisha kwamba huduma isiyo na sala hugeuka kuwa kelele tupu, lakini huduma inayotoka katika ukimya wa kukaa na Bwana huzaa matunda. Yesu katika Injili hii anatufundisha mizani muhimu katika utume na tafakari, kati ya kutoa na kupokea, kati ya kazi na pumziko. Mtakatifu Gaspar del Bufalo anatualika tuwe mashahidi wa huruma ya Kristo kwa ulimwengu unaoumia, huku mwenye heri Yohane Melini akitukumbusha
kuwa hilo linawezekana tu ikiwa tutabaki karibu na Yesu kwa moyo mnyenyekevu na unaosikiliza. Kwa kutafakari Injili hii, tunaalikwa kujiuliza, je, tunaruhusu huruma ya Kristo ituongoze katika huduma zetu? Je, tunapata muda mahali pa faragha kukaa na Bwana? Tukifuata mfano wa Yesu na Mtakatifu Gaspari del Bufalo na mwenye heri Yohane Melini, tutajifunza kuwa watumishi wa kweli wanaochoka pamoja na Kristo, lakini kamwe hawachoki kumpenda mwanadamu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Emmanuel Samuel Nziuna wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!